Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuimarisha sekta ya elimu, maslahi na mazingira ya makazi ya walimu ili kuwaongezea ari na motisha ya kuendeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo alipozungumza katika kilele cha maadhimisho ya siku ya walimu duniani yaliyofanyika viwanja vya polisi Ziwani, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Amesema serikali inatambua na kuthamini mchango mkubwa unaotolewa na walimu katika ujenzi wa nchi, maendeleo na elimu na maarifa kwa vijana kielimu. Amesema kuwa walimu ni fahari ya familia, nchi na jamii kwa ujumla. Pia ni daraja la kuipeleka jamii kunako maarifa. Hivyo serikali imeweka sekta ya elimu kuwa sekta ya kipaumbele kutokana na umuhimu wake kwa maendeleo ya sekta zote. Siku ya walimu duniani kwa mwaka huu wa 2025. Kwa hakika hii ni siku ya kusherehekea, kuenzi na kukumbuka mchango wa walimu wetu ambao ni kama taa zinazotupatia nuru, daraja linalotupeleka kutoka kwenye ujinga kwenda kwenye maarifa na injini inayolisukuma taifa letu kuelekea maendeleo zaidi. Hongereni sana. Ndugu walimu na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, natoa pongezi zangu za dhati kwa walimu wote wa Zanzibar kwa juhudi zenu za kuibua vipaji, kujenga maadili na kuandaa viongozi wa kesho. Rais Dr. Mwinyi amehakikishia walimu kuwa serikali ina lengo la kutoa ajira zaidi walimu kila mwaka ili kuendana na ongezeko la skuli mpya zinazojengwa hivi sasa, sambamba na kuimarisha maslahi yao ikiwemo posho za kufundishia ili kuongezea motisha. Aidha amesema fedha maalum zimetengwa na kutolewa kwa skuli zote kwa ajili ya mahitaji madogo ya skuli ikiwemo matengenezo na vifaa vya kufundishia. Amesema itazingatia zaidi ajira za walimu wa sayansi, teknolojia, tehama, biashara pamoja na kuandaa posho maalum kwa walimu wanaosomesha skuli tengefu na wanafunzi wenye mahitaji maalum. Tutafanya kila bidii ili kuhakikisha Zanzibar inazalisha vijana wenye maarifa, ujuzi, uadilifu na uzalendo. Hili litawezekana tu endapo tutakuwa na walimu wenye moyo, wenye furaha na mazingira mazuri ya kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Ni wazi kabisa kwamba walimu wa Zanzibar, nyinyi ndio fahari yetu. Na bila shaka sote tunatambua kwamba nyinyi ndio chimbuko la kila mafanikio tunayojivunia. Napenda mfahamu kuwa serikali inatambua mchango mkubwa mnaotoa licha ya changamoto mbalimbali zinazokukabili. Na kuhakikishieni kuwa serikali itaendeleza jitihada za kuboresha mazingira ya kazi na maslahi yenu ili mzidi kupata moyo wa kutekeleza kwa ufanisi zaidi majukumu yenu. Natoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Chama cha Walimu Zanzibar kwa risala yenu yenye maelezo makini na yenye kuonyesha mwelekeo. Risala yenu imetuonyesha tulikotoka, tulipo na imetoa dira ya tunapotaka kufika. Nimefurahia kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya walimu isemayo walimu wetu fahari yetu. Hii ni kauli inayothibitisha ukweli wa maisha. Nyinyi ndio fahari ya familia, fahari ya jamii na fahari ya nchi yetu kwa ujumla. Katibu Mkuu Wizara ya Elimu Zanzibar, Hamis Abdullah, ametoa shukrani zake za dhati kwa walimu kwa uadilifu na kuendelea kujitolea. Serikali inatambua mchango wa elimu katika kutunza maadili na maarifa. Mafanikio ya kila mwanafunzi ni ushindi wa walimu. Amemshukuru Rais wa Zanzibar kwa maendeleo yake. Ni siku ya kipekee yenye heshima na furaha tele kwa walimu wa Zanzibar na dunia nzima. Siku ya walimu duniani ni siku ya kutambua, kusherehekea na kuenzi kazi adhimu ya walimu. Hii ni kazi isiyo na mfano katika ujenzi wa taifa na maendeleo ya binadamu. Ni siku ya kuwakumbusha kwamba taifa letu linawaona, linawatambua, linawathamini kwa kazi yenu kubwa ya kuandaa kizazi kitakachoiletea Zanzibar na Tanzania maendeleo pamoja na ustawi wa jamii. Kwa niaba ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, napenda kuwatakia walimu wote heri ya siku ya walimu duniani kwa mwaka huu 2025. Nichukue fursa hii pia kuwapongeza sana ZATU
kwa kushirikiana na serikali katika kuandaa sherehe hii pamoja na mambo mengine ya kiserikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwalimu ni zaidi ya mfanyakazi wa kawaida, si ndio? Mwalimu ni kiongozi wa roho. Mwalimu ni mjenzi wa fikra. Na mwalimu ni mwanga wa matumaini. Kwa kila mafanikio tunayaona katika taaluma, katika uongozi, katika uchumi au katika ubunifu, yana mizizi yake inatokana na walimu. Mwalimu ndiye anayemvusha mtoto kutoka kwenye ujinga hadi kwenye mwanga wa maarifa. Ndiye anayejenga taifa lisilotetereka katika misingi ya maarifa, maadili pamoja na umoja. Kwa kweli kazi yenu walimu ni ya kipekee na yenye uzito mkubwa. Tujipigie makofi sana. Nyinyi ndio nguzo kuu ya maendeleo, ni daraja la maarifa na ni taa inayotoa mwanga kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Leo hii sote tunasimama kuwapongeza na kuwashukuru kwa uaminifu, uadilifu na moyo wenu wa kujitolea ambao mmeuonyesha kila siku. Katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Zanzibar ZATU, Hamis Mwinyi Mohamed, ameeleza kuwa thamani ya nchi yoyote ni elimu. Hivyo amesema kuwa tunapowathamini walimu tumethamini nchi. Shirikisho pamoja na vyama shiriki na uongozi tunaungana moja kwa moja na uongozi wa chama cha walimu na Wizara ya Elimu katika kuadhimisha siku hii muhimu sana kwa walimu. Kama ilivyoelezwa kwamba siku hii ilikuja kutokana na mawazo yaliyotolewa mwaka 1966 katika mji wa Paris baada ya utafiti uliofanywa na shirika la kazi duniani. Wakafanya kikao pale Paris kwa kushirikiana na shirika la UNESCO chini ya kauli mbiu iliyosema teachers are the beating heart of education. Kwa maana yake kwamba walimu ndio moyo wa elimu. Kongamano hilo lilikuja na pendekezo lililoitwa ILO UNESCO Recommendation Concerning the Status of Teachers. Pendekezo hilo ndilo lililopendekeza kuthaminiwa kwa kazi ya ualimu. Na ilipofika mwaka 1994 msoma utenzi alisema ndipo dunia ikakubaliana kwamba tarehe ya leo iwe ndiyo siku ya kuadhimisha siku ya walimu, ili kuleta hadhi ya walimu na elimu. Tuwapongeze sana walimu. Hapa tulipo leo hapa, wenzetu wote duniani wako katika mji wa Addis Ababa ambapo ndipo sherehe za dunia zinafanyika. Na kikao hicho kinashuhudiwa na magavana wa taasisi zote baina ya ILO, UNESCO, UNICEF na Education International, chini ya kauli mbiu inayosema recasting teaching as a profession of all professions. Kwa Kiswahili chake kwamba tuitengeneze elimu kwa sababu ndiyo taaluma ya taaluma zote. Tuwashangilie sana walimu. Sisi kama shirikisho la vyama vya wafanyakazi tunaunga mkono vile vile kauli mbiu ya Zanzibar inayosema walimu wetu fahari yetu. Thamani ya nchi yoyote ni elimu ya wananchi wake. Kwa hiyo tukiwathamini walimu, tukithamini elimu, basi tumeithamini nchi. Tuwapongeze sana. Kabla sijakaa kitako, nimalizie tu kwa kusema tunampongeza sana Mheshimiwa Rais na serikali yake. Tena nikisema sana maana yake ndio mwisho wa neno la Kiswahili la sana. Ingelikuweko la zaidi ningelesema hayo ya zaidi. Naweza kusema sana kabisa. Kwa mambo mengi ambayo Mheshimiwa Rais na serikali yake wameyafanya katika sekta ya elimu. Machache katika hayo utenzi umesema ni kuongeza ajira za walimu, kuongeza maslahi ya walimu, kuimarisha miundombinu ya elimu, kuongeza bajeti na wigo wa mikopo katika Wizara ya Elimu, kuelimisha zaidi walimu katika taaluma zao ikiwemo kuanzishwa tena kwa chuo cha ualimu cha Nkrumah. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Rais. Na kubwa ni lile ambalo kuhakikisha kwamba wanafunzi wa Zanzibar
wanakwenda mkondo mmoja tu katika maskuli ili waweze kushiriki katika elimu nyingine za taaluma ikiwemo dini. Akisoma risala ya walimu, katibu mkuu wa ZATU Haji Juma Omar amesema kuwa katika miaka 5 iliyopita changamoto zilizowasilishwa zimetutuliwa kwa kiasi kikubwa, lakini bado wana changamoto ambazo zinazowakabili kwa sasa. Itaendelea kuzalisha walimu bora na wenye sifa za kufundisha na sio bora walimu. Mheshimiwa Rais, kwa kutimiza ahadi zako umetudhihirishia kwamba kweli wewe ni kiongozi wa vitendo, unaweka elimu na walimu katika mstari wa mbele wa maendeleo ya Zanzibar. Mabadiliko haya makubwa yameweka misingi mpya wa sekta ya elimu Zanzibar. Yale yalikuwa kilio cha walimu mwaka 2020 leo hii yamegeuka kwa furaha na ushuhuda wa uongozi wako wa vitendo. Dr. Mwinyi oye! Pamoja na heshima tunasema hongera na asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutuheshimisha na kwa kufanyia kazi maombi na changamoto zilizowasilisha kwako mwaka 2020 na kuyaweka katika utekelezaji wa vitendo. Nakupa pongezi za dhati na kushukuru sana kwa dhati ya moyo kuthibitisha kwa kweli elimu ni kipaumbele cha serikali yako. Kwa hakika hatua zako hizi zinathibitisha kauli mbiu yetu ya leo, walimu wetu, walimu wetu, walimu wetu. Mheshimiwa Rais, pamoja na mafanikio makubwa yanayopatikana katika sekta ya elimu chini ya uongozi wako, bado walimu wanahitaji hamasa ya ziada katika kazi zao za kila siku. Walimu ndio tegemeo la taifa katika kuandaa kizazi chenye maarifa, ujuzi na maadili. Majukumu yao ni makubwa mno kulinganisha na ustahiki walizonazo. Tunaomba kutumia fursa hii kueleza baadhi ya changamoto ambazo tunaomba ziendelee kufanywa kazi ili kuongeza mafanikio ya elimu kwa walimu na kuongezea ari ya kutekeleza wajibu wao. Kabla mwanzo ni posho ya kufundishia. Kwa heshima kubwa kupitia risala hii naomba Mheshimiwa Rais uendelee kuangalia ombi letu la muda mrefu la posho ya kufundishia ya 25% kwa walimu wote. Posho hii itakuwa na manufaa makubwa kwa taifa kwa sababu itaongeza ari na hamasa ya walimu kazini, itaongeza hadhi ya taaluma ya walimu na kuvutia vijana wengi kujiunga nayo, itasaidia kupunguza changamoto za maisha zinazokabili walimu, itakuwa ni ishara ya kuthamini mchango mkubwa wa walimu katika kufanikisha dira ya elimu ya Zanzibar. Mheshimiwa Rais, tuna imani ombi hili litachukua kwa uzito na kuzingatia kama sehemu ya kuimarisha sekta ya elimu na kuinua hadhi ya walimu wa Zanzibar. Jambo la pili ni fedha za uendeshaji wa skuli. Skuli zetu bado zinakabiliwa na changamoto za kukosa fedha za kujiendesha katika shughuli ndogo za kila siku kama vile matengenezo madogo, vifaa vya kufundishia, usafi na maandalizi ya mitihani. Na kwa Mheshimiwa Rais kuanzisha utaratibu wa kudumu wenye uhakika wa kuzipatia skuli fedha za uendeshaji kila mwezi au kila robo mwaka kwa uwiano unaozingatia idadi ya wanafunzi. Hii itarahisisha kazi za walimu na kuongeza ufanisi wa utoaji elimu bora bila kikwazo. Siku ya walimu duniani huadhimishwa kila ifikapo tarehe 5 mwezi wa 10 ikiambatana na maandamano ya walimu ikiwa na kauli mbiu isemayo walimu wetu fahari yetu. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.